Wakati baba anaanza kuimba ulikuwa na miaka mingapi? Ameanza kuimba nilikuwa na umri wa miaka kama 18 hivi. Kama 18 wakati baba anaanza kuimba. Anaanza kuimba. Unakumbuka ngoma yake ya kwanza? Pengine labda hakuirekodi ila nyinyi kama familia mliisikia. Mimi naikumbuka kuna ngoma fulani ambayo alianza nayo kabisa. Sema za zamani sana. Zamani sana. Kwa anazipigia tu mazoezi kwa baadaye akarekodi zile. Kwa kipindi anapiga muziki wa asili live. Naam. Alikuwa anazipiga kwenye live kuimba kwenye mauwanja. Naam. Zile ndo akaja kurekodi zile. Kondo alizoanza nazo toka zamani kifano kama Yombobia. Naam. Hiyo Yombobia. Hebu itest tusikie ngoma ya baba yetu. Alianzaga hivi. Baba bana mayelelo bakosha bikenya nabafunge kinehe bakwiturwa no sebiminya bali bambagura no nene narebona umoyo naruanga behina yanganaga ankishokeje kao bole ngwene kanyakare umayo akuyompaka nakubona kareno no baba kuyompaka nakubona kareno nabafunge. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba, senior engineer, Padra Kiaya. Bwana hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu. Tisha sana mzee. Bwana huyu anaitwa Amosi Malingita. Hii ngoma aliyokuwa anaimba hapa ni ngoma ya babake mzazi, ni baba yetu pia. Kwenye hizi sanaa za Kisukuma, maana ni moja ya waanzilishi kabisa wa nyimbo hizi za Kisukuma. Ngoma inaitwa Yombobia. Lakini hii ngoma pia ambayo nimeanza nayo hapa inaitwa Hivi ni kwa nini. Hivi ni kwa nini au kwa jina jingine kunaitwa Lugangi. Hii ngoma inaitwa Lugangi. Hebu itest pia tuisikie. Lugangi. Hivi ni kwa hebu twende tuone. Alikuwa anapiga ngoma. Hivi ni kwa nini? Ni sababu gani? Igete kurwake nulu sababu ke na mkihangwa kwe obu chaga na Lugange hiwega ojango simefaka ale haya natosho kaka. Wala huyu ni Amosi Malingita na ngoma ambazo anazipitia hivi sasa ni ngoma za babake mzazi ambaye ni Malingita Mwanasese. Amosi Malingita, moja ya ngoma ambayo pia nimeiandaa ambayo iko upande wako hii leo. Kuna kitu ambacho kidogo utanisaidia hapa kwa sababu baba alianza na ngoma ile wa chaga ni kama alikuwa anamzungumzia baba wa familia na baba wa familia ndio. Lakini ile nyimbo ambayo umeanza nayo mwanzoni wewe pia ilikuwa inaitwa ambayo umeimba mwanzoni hapa. Nayo pia ni kama ukiifuatilia inaizungumzia familia. Inazungumzia familia pia. Sasa kwenye nyimbo zako ambazo nimeziandaa kwenye playlist hii leo pia nimekutana na wewe unazungumzia familia. Inakuwaje hapo? Hem, tuweke vizuri. Au ngoja niiguse kwanza hii nyimbo ambayo nimeiandaa na baada ya hapo ukatuweke sawa hapa. Kwa nini baba, kwa nini mtoto wote mnazungumzia familia? Hem, tuende tukaisikilize. Bana bane Mwarumira wachache sana Amosi bana bane kaya ya noko chandini sababu leka choko kunya Dini sababu leka choko kunya Ashozi music Kama sombe koko Hongote kina mabansi. Ngoma ya Amosi Malingita. Ngoma inakwenda kwa jina la Banabane, na kwenye mazungumzo yetu ya awali hapa Amosi Malingita kama ambavyo nafahamu kwamba ni kama historia inafanana na ya baba kwenye utungaji wa nyimbo zako. Hii inakuwaje? Hem, tuweke vizuri hapa. Kulikuwa na changamoto kwenye familia moja kwa moja au ni idea kama idea? Yaani sisi kwenye familia yetu palikuwa kuna changamoto. Naam. Lakini sasa sisi tunayaona kwa watu. Naam. Mzee aliyaona, sisi tumekuja tunaendelea kuyaona, kuna sisi
tunazidi kuwakumbusha. Tunapita mle. Kwa sisi kwetu hayapo. Sawa. Mashabiki wanazipokeaje hizi ngoma? Kwa sababu baba pia walimpokea vizuri sana kwa sababu alizungumzia familia na alitibu pia tuseme. Sababu mnavyokuwa mnatoa ngoma na zinazungumzia familia ni kama mnazitibu familia. Je, upande wako pia pamoja na kwamba unaamini ngoma zinafika mbali, labda zinafika mbali kwa mazingira mengine, lakini sio mashabiki kuzipokea nyimbo zako, wewe unafahamuje kuhusu kuzipokea nyimbo zako mashabiki? Kwa upande wa hizi kazi za Banabane, naam, si hizi kazi zimepokelewa kwa hali ya juu sana, yani kwa shangwe kubwa sana, tena kwa niseme kwamba kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kubwa. Kwa ndani tunakuwa tunasikia watoto. Ni maproducer wana mixing hizi vocal au ni watoto ambao wanaenda studio na wanaingiza hizi sauti? Wale ni watoto ambao wanaenda studio na ingiza sauti. Uwezo waliupateje? Uwezo kuna kajina oga nakatumia kwenye kazi zangu, oga nasema kichwa fundi. Nikisema hivyo ndio kwa maana miliki vitu vingi sana. Kwa watoto mimi na coach viko kwenye kichwa chako. Kila mtu namkabidhi jukumu lake. We simamia hiki. Naam. We cover hapa, kwa mwisho usiku tunajumlisha kinakuwa kitu kimoja. Lakini vitu vyote vinakuwa vya mtunzi mmoja. Naam, kwenye hii nyimbo kuna mama mnafanya naye majibizano fulani. Ni shemeji ambaye yule anayejibu tuseme Mwanampanda. Mwanampanda yule upande wa kazi naweza nikasema kwamba ni shemeji, lakini uhalisia yule ni mdogo wangu wa mwisho kuzaliwa. Ni mdogo wako. Yaani ni mtoto wa baba yetu ambaye ni Malingita mwenyewe. Mwisho kuzaliwa huyo nyumbani. Naye ana kipawa pia. Ana kipawa na anaweza, naamini. Anafanya vizuri. Anafanya vizuri sana. Kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukaamua kwenda studio mara ya kwanza baada ya baba yetu kufariki, au ulianza kwenda studio kabla baba yetu hajafariki? Nilianza kwenda studio kabla baba hajafariki. Kwa maana uliwahi kwenda naye studio? Hamna, mimi sikuwahi kwenda naye. Kwa maana ulienda peke yako? Mimi nilienda peke yangu. Nani alikwambia unajua kuimba? Hapo sasa mpaka sasa sijajua kama najua kuimba. Haujui kama unajua? Ila unajua. Yaani mpaka sasa hivi sijui, ila naimba, ila sijapata uhakika kama najua kuimba. Mimi nisema unajua kuimba. Asante, nashukuru kwa kuimba. Sasa nataka nani mwingine ambaye wako kuambia kama mimi kwamba unajua kuimba? Baadhi ya watu wengi hilo neno wanalisema watu wengi sana. Kwamba unajua kuimba. Basi unajitahidi sana, unaimba vizuri. Sasa nabaki najiuliza kwamba kumbe hivyo ndio wale ambao wanaimbaga vizuri. Nabaki nakumbusha hapa napo umenikumbusha. Sawa, kwenye utunzi wa nyimbo zako, kwenye show na uimbaji wako kwa ujumla, kitu gani kingine ambacho ulihisi ni kama kilikupeleka kwenye hili jibu ambalo nimekupa kwamba unajua kuimba? Yaani kiliwahi kutokea kitu gani ni kama kikakuelekeza kule kwamba hivi inawezekana najua? Ndio. Ni kitu gani kishawahi kukutokea? Kitu ambacho naweza nikaamini kweli najua kuimba, cha kuhisi mimi. Kupitia show mashabiki. Kwa sababu nakuaga na nafasi, pengine show zangu nina nafasi ya kutoa wachezaji naweka pembeni. Naanza kuimba, wachezaji wamekaa. Naanza kuimba sasa, hata nyimbo ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, lakini unapewa zawadi nyingi sana. Na maana hapo uchezi unamwambia unaimba tu na watu wanakubali na wanakuletea zawadi pia, yani kwa kutosha, kwa shangwe kubwa zaidi hata kucheza. Kwa hapo tunaanza kufikiria kwa kumbe hapa naimba vizuri. Na nyimbo zako wewe unazipateje? Nyimbo zangu mimi ni kufikiria tu kwamba nitengeneza idea hii, naanza kazi hapo. Unaanza kuimba. Wewe unaandika au huwa unaingia studio bila kuandika? Mimi naandika kiitikio. Unaandika kiitikio? Verse zote nazipata hapo studio. Ila kiitikio unaenda nacho studio. Kiitikio ninaenda nacho wakati nachonga beat inakuwa na kiitikio changu, lakini sasa kaida ya kupandisha beat na muelekeza pandisha ba kadhaa, upande wa verse, upande wa kiitikio ba kadhaa. Kwa chorus inakuwa na ba kadhaa, nani yake inakuwa na ba kadhaa. Kwa nazipata pale sasa. Niliwahi kwenda Mpanda mwaka jana, Pasaka ya mwaka jana nilikuwa Mpanda. Moja ya story ambazo nilikutana nazo kuhusu wewe ni huwa unakuwa na kuku hivi, jogoo mmoja hivi kwenye show. Huyu jogoo tumhusanishe na imani za kishirikina au inakuwaje? Hapana. Ile jogoo ana mila za kishirikina. Naam. Ile ni kuku kama kuku wengine tu. Naam. Sema sasa ni mazoezi tu, kuku yana toka utotoni, ile kuku tuliishi naye.
Kwa jinsi ambavyo tunaishi naye, yani unakazoesha bado kadogo kaweka kichwani kanatulia mwisho wa siku. Niweke vizuri hapa kwa sababu nilijaribu kuzungumza nao pia hao ambao walikuwa wanazungumza kuhusu wewe. Kwamba yani yule kuku huwa unamtoa majira fulani, huwa hauko naye muda wote. Kuna muda huwa unaamua kumtoa sasa. Yani kitendo cha kumtoa yule kuku kinachafukwa. Sasa ndo hapo wanahisi ni kama kuna nguvu fulani yani, pale nguvu hamna. Sema nini? Unaona yani nikuelekeze. Kwa mfano kama unaona mbwa mwanajeshi. Naam. Anafundishwa akiwa toka utotoni. Naam. Kwa hiyo baadaye anakuja kuzoea. Naam. Wala sio shirikina, ni mazoezi alipewa. Kwa hiyo sasa mimi nikifikia tu kumtoa kuku ile jioni. Naam. Jioni surprise ya kitu ambacho nilikipikisha mazoezi. Kwa hiyo pala hakuna ushirikina, sema yule kapiga mazoezi ya kutosha. Bwana, huyu ni Amosi Malingita, mimi naitwa Itemo Itemo. Karibu sana popote pale ulipo, pia unaweza kadondosha comment yako hapo chini ukazungumza na sisi moja kwa moja. Niko na msanii mkubwa wa nyimbo za Kisukuma. Anakwenda kwa jina la Amosi Malingita. Malingita Sema niambie. Mimi nipo hapa. Tunakuwa tunaambiwa ili uwe kama Malingita ni lazima uwe na mganga wa kienyeji. Uwe na mganga. Yani ili uwe mkubwa kama Amosi Malingita kwenye sanaa hizi za asili ni lazima uwe na mganga. Hebu tuweke vizuri hapa mzee. Sema nini ni sawa? Tunataka tuanze sasa. Yani hiki kitu yani sio kuwa na mganga. Ni kama tu mira, yani mira tu na yenyewe. Lakini si kwamba labda kufanya kazi ya muziki wa asili mpaka uwe na mganga, hapana. Unaweza kufanya kazi ya muziki wa asili hata bila mganga na kazi ikaenda kabisa. Sema ni nini, wewe fanya tu vizuri. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe hauna mganga? Mimi naamini mimi sina mganga. Hauna? Unacheka wote. Mimi nacheka sababu yani jinsi ambavyo unaniofia. Mimi nacheka maana tayari hapo unaniofia. Yule kuku yule. Yule kuku yani jinsi hivyo kwambia mafunzo yale. Yani ni mafunzo. Yani amini. Toka kadogo. Unajua kulikuwa na sisi tu kule kijijini tulikuwa tunaona ni mtu akitaka kufuga mbwa wale ili awe mkali. Kulikuwa na dawa anaziweka pale wakati anataka kula ule mbwa. Yule kuku kwenye mazoezi pia kuna vitu unaviweka ili akae vizuri. Hapana, sema nini? Unaweza ukawa unamwekea kitu mtu akajua ni dawa, lakini kumbe unamwandalia chakula kizuri maana ni kuku wa kazi. Naam. Kwa hiyo hata kama ni mbwa yule, kuna chakula pengine ni kizuri anawekewa wale vizuri ili awe na furaha ya mazoezi yake anayopewa. Kumbe sio dawa, lakini sisi ambapo amewekewa kitu awe mkali, hamna chakula kizuri chochote. Mtu akiona wewe mbwa akuwe unachezewa alafu unampa chakula kizuri lazima awe mkali sana. Mbona ananyanyaswa? Ananipa chakula mimi. Kwa lazima kumbe hasira za mbwa ni kwamba anataka kuumia yule anayemsaidia. Kwa hata kuku. Yule kuku lazima ajisikie vizuri sana mimi nikimweka hata kichwani kwamba huyu jamaa kanilea toka nikiwa mdogo. Kwa hiyo unataka kuniambia Amosi Malingita hauna kabisa mganga? Mimi mganga sina mganga. Sawa. Amosi Malingita, moja kati ya ngoma zingine ambazo niwahi kuzisikiliza za kwako, uliwahi kwenda kwa mganga ambaye ni Mbiti Luhinjukira. Ni mganga wa Nsalaba kama sikosei. Ulienda pale kama muhemba au ulienda pale kama muimbaji uliyeitwa kwenda kusherehesha tukio lile? Mimi pale niliitwa kwenda kusherehesha lile tukio. Ukumbuke hapa Mbiti anatuona na anatusikiliza pia. Na mimi natamani atuone sana kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kuonekana. Sasa utujibu vizuri kwamba wewe ni muhemba wa hapa. Ngoja nirudie swali langu. Mbiti anatuona hivi sasa. Nashukuru. Kwamba wewe ni muhemba wa pale kwa yule mzee wetu Mbiti Luhinjukira, mganga wa Nsalaba, kwa sababu nyimbo yake pia iko internet pia inaitwa Mbiti. Na kuna vitu vingi ulivizungumzia mle ndani ambavyo anawasaidia watu na vitu kama hivyo hapo. Lakini bado ulisema kama utataka kujichanganya basi upuuze hizi dawa za Nsalaba. Ndio. Paka unatueleza hivi, tafasiri yake ni uliwahi kuzitumia, si ndio? Ndio. Nasikiliza kwanza hapo baadaye ndio nakujibu. Bado hapo sijajua kama nikujibu. Naomba unijibu. Kwamba paka unatuweka sawa kwamba
hizi dawa ziko vizuri, tafasiri yake ni umewahi kuzitumia pengine. Yani mimi cha kwanza nikubali kwamba sijawahi kuzitumia zile dawa, afu ndio nikupe sasa mimi kufika ni kuna kitu ambacho mimi nimekiimba kwamba zile dawa ni nzuri. Zimo kwenye tunayo hii nyimbo hapa. Tusichukulie sasa wewe umeniita una ufunguzi tu wa nyumba, utanielekeza nyumba ina vyumba kadhaa. Nitataja vyumba ulivyonielekeza. Naam. Wewe. Kwa mimi sasa hebu naomba niweke vizuri hapa. Ina maana hata kwenye nyumba hizi huwa mnaimba bila kupita kwenye vile vyumba? Lazima utapita kile chumba ili utakapo waeleze sasa watu. Kwa hiyo niamini hata wewe hizi dawa ulizitumia ili uwaeleze watu. Hapana. Hapana, yani sema ni utapitia yaani maelekezo umepewa. Umesema kwamba ili ukatoe nyimbo ya nyumba. Siku ya ufunguzi. Siku ya ufunguzi ili kamili kumulike lazima utaingia. Si kamili kumulika unakuwa unaingia kumulika. Sasa kwenye dawa sasa unakuta ni daftari mtu kakuorodheshia kwamba nataka kutaje haya. Hii sifa zangu bana ni hizi. Maana zile sasa mimi kwenye dawa siwezi kuingiamo nikazikague. Maana mimi vitu navikuta kwenye daftari. Naanza kuorodhesha sasa ambacho mimi nimeambiwa kwenda kuaminisha watu. Niweke vizuri hapa Malingita, mfano mimi. Kwanza hii imekaa vizuri sana. Maana mwaka kesho pia nataka nikuite uje uimbe kuhusiana na mti wangu wa mwembe. Unavotoa maembe matamu. Ndio. Nataka kuniambia unaweza kaueleza umma kwamba huu mti unatoa maembe matamu bila kuutesti? Mimi bado wewe utakuwa umeshaniambia tayari, mimi ndio nikasema mti unatoa maembe matamu. Umeshanipa maelekezo. Kwa hiyo mimi naenda kuongea kile ulichoniambia wewe. Bwana, huyu ni Amos Malingita. Ngoma ambayo tunaizungumzia kwenye hiki kipande ni ngoma ya Mbiti Ruhinjukira. Unaisikiliza na wewe pia kwa hivi sasa, lakini pia kama uko na simu janja hizi unaweza kaingia kwenye mtandao hapo ukaandika Mbiti Ruhinjukira Amos Malingita. Nyimbo iko hapo na imegongwa kwa mfumo wa video, na maswali haya ambayo nayauliza yako pia ndani ya huo wimbo. Ina maana sijapita nje ya hii nyimbo ambayo yeye mwenyewe alituambia kwamba tukifika kwa Mbiti Ruhinjukira mambo yatakwenda. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba, senior engineer, Parakiaya. Bwana, hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu.